shirika letu la umeme litaingia mkataba mmoja muhimu sana. Simaanishi mingine sio muhimu, lakini tukiweka umuhimu wa Zanzibar kama kisiwa, tukaiangalia kisiwa chetu kwamba kina eneo moja inaitwa Stone Town, tukachukua uchumi wetu kwa maana ya kwamba unategemea utalii, basi mkataba huu ni muhimu sana, kwa sababu tunaenda kushughulika na changamoto za mji mkongwe. Katika mradi wetu wa umeme ambao Benki ya Dunia wanatuthamini, kuna vipengele vingi mle ndani ya mbali ya ule mradi ambao sina haja kuzungumza kwa sababu tushazungumza sana, lakini ikiwemo ujenzi wa vituo vya umeme vya kupozea umeme, ujenzi wa laini kubwa, lakini pili ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme. Lakini tunakwenda sasa kwenye hatua ya kuweza kuboresha mifumo yetu ya umeme, kwa maana kwamba eneo la Stone Town tunaenda kubadilisha nyaya karibu zote, lakini tunaenda kuweka umeme wenye uhakika ndani ya mji mkongwe, na kwa maana kwamba tunaenda kutoa mkondo wa 11 wote tunaweka mkondo wa 33 kV. Bahati nzuri michakato imeendelea, na leo hii tutatia saini na kampuni moja inaitwa Central Electrical au Electrical Central Electrical. Bahati nzuri hawa ni wazawa. Nakumbuka kama miaka 10-15 walikuja kutuwekea taa za barabarani pale, wakati mimi niko baraza la kilishi la zamani, ilikuwa wizara kipindi kile, wakaweka paka kwenye rooftop. Ndio nimemkumbuka mmoja wapo huyu. Sasa mradi huu ni muhimu sana ndugu zangu, na wenzetu, ndugu zangu wizara, lakini pamoja na ZECO kwa jumla tusimamie. Tunasaini mkataba huu ambapo tutakuwa na umeme, tutakuwa na kazi ya kuweka waya maalum za kupeleka umeme kule Stone Town. Tukumbuke zamani Stone Town majengo yake tulikuwa tunatumia pia kwa ajili ya ofisi. Kwa nia njema serikali imeamua kufanya mji mkongwe uwe wa kitalii zaidi, na kama ni wa kitalii sasa huduma za umeme lazima ziwe za uhakika, na ndio maana tumeingia mkataba na ndugu zetu wa Central kupitia World Bank katika component moja ya distribution, ambapo mwisho tunakuja kufanya uunganishaji wa umeme wa nyumba kwa nyumba, ambapo ndani yake kutakuwa na nyumba 70,000. Hiyo ni katika component nyingine inayofanana hii ambayo tunaita ni ya Unguja. Kwa distribution tuna component ya Pemba, tuna component ya Unguja, tuna component ya mji mkongwe. Leo tunatia saini component ya mji mkongwe kwa ajili ya kuboresha umeme katika mji mkongwe. Lakini niwaombe ndugu zangu ZECO, lakini wakandarasi, kwa taarifa tu, tunataka kufanya sasa hivi scope yenu hii ilivyo ni kubadilisha miundombinu na kuweka miundombinu hakika. Sasa tunajaribu kubadilisha mji mkongwe kuwa mji wa kitalii. Tumefikiria na serikali imeamua, na nadhani tutakaa pembeni baadaye. Tunataka kuondosha uning'iniaji wa kebo kwenye mji mkongwe, na hii naomba iwe ni message kwamba kwa kupitia mkataba huu tutaangalia uwezekano kama tutafanya addendum, si tutafanya nini, wanasheria na watu wa manunuzi mtatuongoza, tuwe na kitu cha kubadilisha scope. Scope si kwa Kiswahili inaitwaje? Wigo ya mradi huu, kwamba pamoja na kwamba tunapeleka waya, tunapeleka miundombinu mipya kwenye mji mkongwe, lakini ikae kwa namna gani? Tunataka miundombinu yote ya umeme ya waya isionekane ikining'inia kwenye majengo yetu ya mji mkongwe. Lakini hii haimo kwenye mkataba huu, lakini kwa sababu hawa watashughulika na mji mkongwe, tutakaa nao kuweza kuangalia uwezekano, na tayari sisi tushajipanga kama wizara, kama serikali, kama ZECO, kwamba tutakaa nao tujaribu kutizama. Hatutaki tena kuona mawaya yananing'inia kwenye majengo ya mji mkongwe. Kwa hiyo pamoja na ndugu zangu Central Electrical, pamoja na kwamba tunaenda kutia saini swala kuboresha upatikanaji wa umeme kwenye mji mkongwe, lakini mwanze kuchuni akili zenu
kwamba tunakuja na utaratibu mpya wa kuondosha waya kutoka kwenye jengo kwenda kwenye jengo jingine yakaning'inia, kiasi kwamba tumejaribu kufuga paka popo wanaishi mle ndani. Tunataka mji mkongwe wa Zanzibar uwe kama mji mkongwe wa nchi nyingine. Ukienda miji ya wenzetu hata Ujerumani huoni mawayawaya yakining'inia ovyo ovyo. Ukienda Vienna huoni mawayawaya yakining'inia ovyo ovyo, na ni mji mkongwe. Sasa hata majengo yenyewe yanakuwa yanadumu. Sasa tunataka tuende huko na sisi tubadilishe mji wa Zanzibar uwe wa kitalii, na hapo sasa kusababisha pia watalii wengi waje Zanzibar na watakaa kwa muda mrefu, kwa sababu watakuwa haoni wasiwasi tena. Yale mawaya mengine yanatisha. Unaweza kupita kama hujui, wewe si mtaalamu wa umeme, ukasema ile waya sasa litadondoka, litaanguka, ama hili liwaya hili litachangalita changamoto, ama waya utalipuka. Sasa tunataka tuende kwenye mazingira kwamba waya zote ziwe kwenye either underground au ziwe katika pipe conduit ambayo sasa itakuwa haning'inii kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo huu ni mkataba mmoja muhimu sana, na nakuombeni ndugu zangu, watendaji wenzangu, sote tusimamie vizuri, na mshauri elekezi pamoja na manager wa kusimamia mikataba hii. Ni kazi yenu kuhakikisha huu mkataba unakaa vizuri. Idara ya nishati, wizara kwa ujumla, na mimi binafsi pamoja na naibu wangu, naibu katibu mkuu, tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba huu mradi unakwenda kwa ukamilifu. Ninajua tuna changamoto za hapa na pale, lakini kwa sababu kampuni hii ni kampuni ya wazawa, hatutegemei kama mtakimbia, kwa sababu pasipoti zenu tunazo. Pasipoti zenu umepewa na Watanzania, kwa hiyo hamtokimbia, lakini naomba spidi, na huu ni wito wangu, ili tuende vizuri kwa miradi yote, na nyinyi muwe mfano. Kama kwa sababu wakati mwingine tunasema tuwape Wachina, tunatafuta Wachina kwa sababu tunaamini wale wanafanya usiku na mchana, tunajidogosha sisi wenyewe wazawa. Hebu onyesheni mfano kwamba na sisi wa Tanzania tunaweza, kampuni za Kitanzania zinaweza. Kwa hiyo tukafanyeni, tukafanye kazi nzuri pale Stone Town. Kwa sasa mji mkongwe unahudumiwa na laini za mkondo wa kilomita 11 kV. Kwa hiyo tunabadilisha sasa kwenda kwenye 33 kV, lakini vile vile utahusisha na ujenzi wa substation, mini substation, ambazo hizi sasa zitatoa guarantee kwamba umeme utakaopatikana katika eneo la mji mkongwe pamoja na maeneo ya jirani utakuwa ni wa uhakika zaidi. Central Electrical, nataka nitoe shukrani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, serikali kwa ujumla, kupitia Wizara ya Nishati na ZECO, kusema kwa asanteni sana, na tutahakikisha mradi unafanyika jinsi unavyotakiwa, unatekelezwa kwa muda uliowekwa, na tutahakikisha kama mlivyosema, tujaribu kuhakikisha kwa kile ambacho kimeandikwa kitendwe, kifanyike na kifanyike kwa hali ambayo inakubalika, na tunaunga mkono kama mheshimiwa alivyosema kutoa ajira kwa Wazanzibari, na tunahakikishia kwamba tutaajiri Wazanzibari kwenye huu mradi, na Mungu atusaidie sote pamoja tutekeleze huu mradi kwa